madereva wengi hawana mikataba, wanafanya kazi kwenye makampuni, na kwa bahati mbaya sana makampuni mengi ni ya ndani na ya nje, lakini hawapewi mikataba, lakini wanasafirisha mizigo ya thamani kubwa kutoka kwenye bandari yetu kwenda maeneo mengine, lakini madereva hawa stahiki zao za msingi hawazipati. Lakini madereva hawa pia hata kodi ambazo tungepaswa kuzipata kama pay as you earn hatuwezi kuipata kwa sababu hatujawaweka katika mfumo rasmi. Na kubaliana na maoni ya kamati kwamba tuangalie namna LATRA na Wizara ya Mambo ya Ndani, kwa sababu hapa ndio tunaweza tukapata mwafaka wa hili jambo. Na hivi ninavyozungumza ziko semina mbalimbali. Madereva hawa kila wakati wanatakiwa wakaongeze masomo. Sasa hivi dereva ili aweze kuendesha lori kubwa kwa daraja E na daraja C ni lazima alipe shilingi 300,000 kwenye mafunzo. Sasa pata picha, mtu huyu ambaye hana mkataba wa ajira, maana yake hana mshahara, anatakiwa akae darasani kwa siku 14 alafu analipa shilingi 300,000. Hii fedha ataitoa wapi? Tumeona katika kada nyingine zote za taaluma kwenye vyuo na kadhalika watu wanapata mikopo, lakini hao madereva ni kada ya chini ambayo haipo katika fursa za kupata mikopo, lakini bado inanyonywa kwa kutoa shilingi 300,000 kwa ajili ya mafunzo ili aweze kurenew leseni. Ukienda VETA ambapo wameanzisha madarasa pale Buza wanachaji 350,000, NIT 5,500, Kilwa polisi 310,000. Huyu ni dereva ambao wako madereva wa madaradala, wako madereva wa magari ya shule, wanapaswa kulipa hizi fedha. Kwa hiyo mimi niombe sana, ukisoma taarifa ya waziri unaona kwamba hadi March LATRA wametoa leseni zaidi ya 388,715 za vyombo vya moto. Maana yake nini? Maana yake kila chombo kimoja kina mtu anakiendesha, na kwa bahati kwenye sekta ya dereva wakati mwingine mabasi yanakuwa na madereva wawili. Maana yake hii sekta inawezekana ina watumishi wasiopungua 500,000 mpaka 600,000, lakini hawajawekwa katika mfumo rasmi wa kusimamia maslahi yao, lakini na wao pia kutoa mchango kwa taifa. Kwa hiyo ni muhimu sana eneo hili tulitizame, haswa tukilioanisha na swala zima la kuongeza ufanisi katika eneo la usafirishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani, wizara hii ya uchukuzi zikae kwa pamoja, tuondoe hivi vikwazo ambavyo vinawasababishia Watanzania hawa ambao na wenyewe wana mchango mkubwa sana katika taifa letu. Tusiwachukulie poa, tujiulize kwamba labda asubuhi unaamka dereva wako hayupo inakuwaje, lakini tuangalie katika maeneo ya utoaji wa huduma. Daladala zinabeba wanafunzi kupeleka mashuleni, zinabeba walimu, zinabeba watumishi wa afya, zinabeba kila aina ya mtumishi ili aweze kufika kwenye eneo lake la kazi. Kwa hiyo eneo hili ni muhimu sana tulitizame kwa kina ili liongeze tija katika eneo zima la uchukuzi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.